Ndugu zetu wa magharibi katika mgawanyiko wa nguvu, kaskazini yote na nguvu, lakini kaskazini ya mashariki nguvu yake kidogo, kaskazini ya magharibi ndio yenye nguvu, ndio Marekani na Ulaya magharibi wana nguvu nyingi. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu ya mabadiliko haya yanayobadilika katika Ulaya mashariki, ni mabadiliko wanavyoyaona ya kuwaiga wao, kwamba waliokuwa wanayasema wa magharibi ndiyo barabara, kwa sababu wa mashariki hawa sasa ndiko wanakoelekea. Kwa hiyo rafiki zetu wa magharibi sasa hivi wanatamba kweli, wako katika hali ya kutamba kweli, wanashinda. Na hili nalo sasa watu wote wa kaskazini wa kusini muangalie sana hili, wanatamba sana watu hawa. Mwanzo ilikuwa kaskazini imegawanyika katika makundi mawili, moja linaongozwa na Warusi, moja linaongozwa Marekani. Kwa hiyo walikuwa wanatazamana hivi, nguvu ya mwingine wakati mwingine inapunguza kidogo makali ya mwenzake, ilikuwa inasaidia kidogo katika hali fulani ilikuwa inasaidia kidogo. Sasa nguvu ya mashariki inafutika. Nchi za Ulaya magharibi walikutana Dublin, nadhani walikuwa wanazungumza juu ya kuwapa msaada Warusi, kuwapa msaada wa pesa kidogo Warusi. Majerumani yanataka sana kuwasaidia Warusi kidogo, na Wafaransa walisema hapana, ngoja kwanza wabadilike, hatuwezi kuwapa hela saizi. Kwa hiyo magharibi sasa hivi wana nguvu, wanajivuna kweli, wanaona wameishinda mashariki, na mashariki sasa wanataka kuiunda kama wanavyosema katika Biblia, wanasema Mwenyezi Mungu alituumba kwa mfano wake. Kwa hiyo sasa kuna miungu hawa mashariki wa magharibi wanataka kuiunda mashariki kwa mfano wake. Lazima mashariki ifananishwe na magharibi, iwe sawa. Sasa wanapozungumza hawa habari ya kuwapa Urusi misaada, sasa anasema tuwape misaada sasa, ngoja kwanza wabadilike, wafanane zaidi na sisi, alafu ndio tuwape misaada, sio kabla. Sasa hiyo nasema ndio hali ya magharibi wanapoitazama mashariki. Sasa ikiwa wazungu wa mashariki wa magharibi, hayo ndiyo maoni yao juu ya wazungu wengine wa mashariki, sembuse maoni yao kwa sisi wa kusini Asia, Afrika, Latin America, maoni yao. Kwa hiyo sasa hivi imekwisha kwanza kuwa dhahiri kabisa, wazungu wanataka lazima na nyinyi wawashape, wawafinyange kwa mfano wao, mwafanane isipokuwa kwa rangi, lakini kila kitu kingine kilichobaki mwafanane kabisa. Kwa hiyo sasa hivi wanazungumza jambo hili mawili. Sasa hivi wanazungumza moja la vyama, na wanatumia nguvu yao ya fedha kusema hivyo, kwamba nchi ambayo haina vyama vingi tutainyima misaada. Wanasema wazi, na wanasema nchi ambayo haina uchumi wa kibepari tutainyima misaada. Wanasema hayo mawili. Ilikuwa Juni 26 mwaka 1990, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoyasema hayo mbele ya wajumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Vijana wa CCM waliokuwa katika semina ya siku 2 mkoani Mwanza.